Karibu tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa DRC News TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Jumapili, tarehe ni 14 mwezi Disemba ama mwezi wa 12 mwaka 2025. Pale ambapo nakwenda kurudi kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukiangazia yale ambayo yanajiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya nchi hiyo. Na hilo ni jeshi la Kongo lenyewe ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo, lakini pia na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23. Na bila kuponda muda nataka moja kwa moja turudi kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukitizama jinsi hali ya usalama ilivyo kwa sasa baada ya operesheni kubwa sana ambazo ziliweza kuripotiwa tena hapo jana. Hapa ni kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga, pale ambapo kulibuka operesheni kubwa sana kati ya pande zote mbili, operesheni ambazo ziliweza kusababisha sehemu zingine za muhimu sana kuingia mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23 pamoja na Twirwaneho. Hapo ni katika eneo la Mwenga na eneo la Fizi. Lakini pia utakuja kutizama jinsi hali ya usalama ilivyo kwa sasa mjini Baraka baada ya vurugu nyingi sana ambazo zinaendelea kuripotiwa huku na kule. Hapo ni baada ya wanajeshi wengi sana kutoka jeshi la Kongo, wazalendo pamoja na jeshi la Burundi kuendelea kuwasili mjini Baraka wakitoka akse nyingi tofauti, jambo ambalo linaendelea kuzua wasiwasi na oga mwingi miongoni mwa raia wakaazi wa mji wa Baraka. Tutakuja kuelekea Baraka tutizame jinsi mambo ilivyo kwa sasa, na tutakuja kuelekea mjini Uvira tuone jinsi hali ilivyo kwa sasa baada ya kundi hilo wapiganaji wa M23 kukamata mji wa Uvira, pale ambapo aktivite nyingi zimekwisha kuanzishwa. Na tutakuja kumalizia habari zetu kwa siasa nchini humo kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kabla tuelekee huko ndugu mtazamaji na msikilizaji, nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu kwenye uwanja wa mapigano pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Baada ya operesheni kubwa ambayo iliweza kuibuka hivi karibuni wiki mbili zilizopita, operesheni ambayo iliweza kusababisha kundi hilo wapiganaji wa M23 kukamata sehemu za muhimu sana. Hapo ni Plaine de la Ruzizi, tukianzia mjini Kamanyola, Katogota, pale ambapo aliweza kukamata Luvungi, wakaendelea Mtalure, sijui Bwegera, Kiliba, sehemu ni nyingi sana, Sange, pale ambapo aliweza kufika Kavimvira na kuingia mjini Uvira, pale ambapo walipo kwa sasa. Baada ya operesheni hizo kubwa, operesheni zingine zimeanza kuibuka kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga, pale ambapo hapo jana kumeripotiwa mapigano makali sana sehemu nyingi tofauti, lakini sana sana ni akse mbili za muhimu sana. Lakini tumesikia habari kuwa pia na akse ya tatu, na maanisha akse ya Rugezi, hapo jana kumeripotiwa makabiliano kati ya pande zote mbili. Lakini akse hizo mbili ambazo nilikuwa najaribu kuzungumzia ni akse ambayo imejulikana kama Kipupu na akse ambayo imejulikana kama Pwezero. Pale ambapo kwanza masaa za asubuhi na mapema mlio wa marisasi mengi sana wa silaha kubwa na ndogo, mabomu na makombora viliweza kuripotiwa akse hizo mbili, pale ambapo inasemekana kuwa sasa hivi tunazungumza Kipupu imekwisha kuingia mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23. Kwa wale ambao hawafahamu njia hiyo ya kiama, sehemu hiyo ya Kipupu ni sehemu ambayo ni ya muhimu sana, sababu inafungua njia kwa upande wa kundi hilo wapiganaji wa M23 kuelekea eneo lote la Mwenga. Kumbuka kuwa Kipupu inapatikana katika eneo la Mwenga, pale ambapo inafungua njia sasa ya kuelekea sehemu nyingi tofauti, Mwenga, sijui Shabunda, ukiendelea hadi na mkoa wa Tanganyika ama mjini Kalemi.
Tukijaribu kusoma kwenye ukuta wa Twitter wake, ndugu Steve Wemba amesema kuwa la cité de Kipupu en territoire de Mwenga dans la province du Sud Kivu passe sous contrôle de l'Alliance Fleuve Congo bar M23 selon les informations recueillies par un habitat de Kipupu. Mtazamaji na msikilizaji, ni kweli nasemekana kuwa baada ya operesheni kubwa ambazo ziliweza kuripotiwa hapo jana, Kipupu ambayo ilikuwa ni ngome ya muhimu sana kwa upande wa serikali ya Kongo, jeshi la Kongo wazalendo pamoja na wanajeshi kutoka nchini Burundi, iliweza kuingia mikononi mwa kundi hili la wapiganaji wa M23 hapo jana. Jambo ambalo liliweza kuleta wasiwasi mwingi sana kuwa M23 inakwenda kufungua sasa njia nyingi tofauti kupitia lango hili la Kipupu. Lakini sio hapa peke yake, ndugu mtazamaji na msikilizaji. Axe ambayo imejulikana kama Point Zero, ambayo ilikuwa pia ni axe ya muhimu sana kwa wale ambao wanafahamu strategy za mapigano. Point Zero ni axe ambayo inafungua njia za kuelekea sehemu ambayo imejulikana kama mlima, sehemu ambayo imejulikana kama nimesahau sehemu zingine, lakini ni axe ya kufungua njia sasa kuteremuka ukielekea Fizi Centre ama kwenye territoire ama eneo la Fizi sasa. Kama Point Zero imekamatwa na kundi hilo wapiganaji wa M23, inamaanisha kile ambacho kimesalia ni kuteremuka kielekea eneo la Fizi. Baada ya hapo sasa ni kuelekea mjini Baraka. Ikimaanisha nini? Inamaanisha kuwa wale ambao wanapatikana mjini Uvira wanapanda barabara yote Makobola, Swima, Baraka, na hao ambao wanapatikana sasa mjini Minembwe, Bikenge na sehemu zingine tofauti wanateremuka sasa na axe Point Zero wakielekea Lusuku, mlima, wakielekea sasa eneo la Fizi, pale ambapo watakuja kuwazunguka wapiganaji ambao wanapigana kwa upande wa serikali ya Kongo. Kuanguka sasa kwa Kipupu, Point Zero na sehemu zingine tofauti, Ruisankuku na sehemu zingine pale ambapo operesheni kubwa ziliweza kuripotiwa hapo jana, itakuwa ni shida kubwa sana kwa wale ambao wanapatikana bado katika eneo la Fizi. Hapa hatujapata habari za kweli kama Point Zero iliweza kuingia pia mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23, bado tukirwaneho. Hapo tunaendelea kufuatilia habari hizo tujue ukweli wa sehemu hizo. Lakini ukweli ni kuwa mapigano makali yaliweza kuripotiwa kwanza masaa za asubuhi na mapema, pale ambapo jeshi la Kongo nasemekana kuwa waliweza kushambulia ngome za Twirwaneho ambazo zinapatikana karibu hapo, jambo ambalo liweza kuzua operesheni kubwa sana kati ya pande zote mbili. Tunaendelea kufuatilia habari hizo tujue kama sehemu hizo mbili pia ziliweza kuingia mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23, lakini ukweli ni kuwa Kipupu imekwisha kuingia mikononi mwa chama cha M23, pale ambapo sasa pia wanakwenda kuteremuka wakielekea Mwenga Centre ama kwenye kituo kikuu cha territoire ama eneo la Mwenga, na wengine wateremuke sasa kwenye kituo kikuu cha eneo la Fizi. Hapo itakuwa sasa ndio mwisho ya jeshi la Kongo pamoja na wazalendo, ili eneo la Mwenga lote likamatwe na eneo la Fizi liweze kukamatwa. Kutakuwa kumebaki sehemu sasa za kuelekea Lulenge, Mirimba na sehemu zingine tofauti, pale ambapo ni mbali kidogo na mji wa Minembwe. Tunapoendelea na habari zetu, ndugu mtazamaji na msikilizaji, mambo yaendelea kuchacha, kuchemka na kuwa mbaya zaidi. Pour Martin Fayulu, l'échec des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain est attribué à Joseph Kabila. C'est Kabila qui a fait qu'aujourd'hui la RDC n'est pas d'armée, déclare Martin Fayulu. Ndugu mtazamaji msikilizaji, huyu ni mmojawapo mwa viongozi ambao alikuwa anagombea kiti cha urais kwa uchaguzi uliopita, ambaye amejulikana kwa jina la Martin Fayulu ama Martin Fayulu, lakini pia amejulikana kwa tuzo la amani ambalo aliweza kupewa ama Prix Nobel ambalo aliweza kupewa, na jambo hilo limemfanya ajulikane dunia yote nzima, na amejulikana sana kwa ujuzi wake wa kidaktari ambako nao
Yeye alikuwa ni daktari mkuu sana mjini Bukavu, pale ambapo ako na hospitali kubwa ambayo ana uwezo wa kutunza magonjwa mengi tofauti. Sasa daktari huyu Martin Fayulu alisema kuwa kushindwa kwa jeshi la Kongo ni shida ambayo kwake anasema inatokana na Rais Joseph Kabila, yule ambaye alikuwa ni rais wa Kongo kabla Tshisekedi aingie utawalani. Anasema kuwa Joseph Kabila ndio sababu ya kila kitu ambacho kinaendelea kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na anasema kuwa Joseph Kabila hakuweza kujenga jeshi la Kongo. Joseph Kabila, la RDC n'est pas d'armée. Anasema ni sababu ya Joseph Kabila ikiwa kwa sasa arme ama jeshi la Kongo halina nguvu ama jeshi la Kongo halipo kwa sasa. Yeye amesema kuwa Kongo haina jeshi. Sijui alikuwa anamaanisha nini, na bado tunaona Kongo ikiwa na wanajeshi wengi sana na wako bien forme, wamefanya mafunzo ya muhimu sana kutoka nchi nyingi tofauti ambazo zimeendelea mbele. Sasa kulingana na yeye, ndugu ambaye amejulikana kwa jina la Martin Fayulu amesema kuwa ni Joseph Kabila ambaye ameacha nchi mikononi mwa Tshisekedi, lakini bila wanajeshi. Anamaanisha kuwa bila strong army ama jeshi ambalo ni lenye nguvu. Kumbuka kuwa serikali ya Kongo inaendelea kushtaki jeshi la Kongo kuwa wengi wao ni wasaliti, hawafanyi kazi, hawapigani kwa kupigania nchi ya Kongo, bali wanaendelea kuizihaki nchi ya Kongo, wakiendelea kufanya kazi pamoja na wale ambao ni waasi na maadui wa nchi ya Kongo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, baada ya kundi hilo wapiganaji wa M23 kuendelea kusonga mbele wakidhibiti sehemu nyingi tofauti, raia kutoka kabila la Wafuliru wameanza kufanya mikutano mikubwa sana. Hapo ni Bijombo na sehemu zingine tofauti, sehemu ambayo imejulikana kama Ndondo, pale ambapo wazee wa Kifuliru wameanza kuwalaumu vijana wao wakisema kuwa wao ndio waliweza kuwaletea mambo haya yote, na wamesema kuwa hawataki tena kusikia maneno haya. Wanataka kutulia ili waweze kuishi ama kukuwa na cohabitation pacifique ama kuishi na amani na watu wote. Kuna huyu mzee ambaye ameongea kwenye video ambayo hatujaiweka hapa lakini tuko nazo. Alisema maneno ya muhimu sana. Alisema hivi: là où je suis né, pale ambapo nilizaliwa, nous vivions en paix avec le Banyamulenge. Tulikuwa tunaishi kwa amani pamoja na Wanyamulenge. Bien qu'avec d'autres tribus, kama jinsi pia tulikuwa tunaishi kwa amani na kabila zingine tofauti ambazo zinaishi kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Nous étions étonnés de voir le Mai Mai, Wazalendo, FARDC, Force de défense nationale du Burundi, les FDLR et leurs alliés nous prendre en otage. Tulishangaa sana kuona watu hawa wote ambao waliweza kuwataja, Wazalendo, jeshi la Kongo, jeshi la Burundi, FDLR, wakiwa wametuteka nyara. D'où nous ne voyons encore plus nos compatriotes Banyamulenge. Pale ambapo kwa sasa tuwaoni tena mandugu zetu wapendwa wetu Wanyamulenge. Mais aujourd'hui le Twirwaneho a avalé tous ses ennemis de la paix. Et voilà, nous sommes libérés, qu'ils vivent éternellement. Amesema kuwa lakini kwa sasa tunaona kundi hilo wapiganaji wa Twirwaneho wamekwisha kumeza makundi haya yote. Ile kitu ambacho tunaweza sema ni kuwa tumekwisha kukombolewa na waishi milele kundi hilo wapiganaji wa M23. So c'est un message d'un concitoyen de Bijombo dans le territoire d'Uvira. Il a vu le liberateur. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, haya ni maneno ambayo aliweza kuyatangaza mzee huyu. Alikuwa ni mzee mkongwe kabisa, pale ambapo amesema kuwa sijui mambo ya ukabila na ubaguzi wa kabila imetoka wapi, sababu mimi nimezaliwa nikiwa naona na macho yangu Wanyamulenge ndio walikuwa jirani yangu.
Wanyamulenge ndio waliweza kunilea na mimi ni mzee kwa sasa, na sisi tulikuwa tunalea watoto wao. Hatujui hii mambo ya ukabila iliweza kutokea wapi, na watoto wadogo ndio waliweza kutuletea mambo haya, na akasema mambo hayo yashindwe na tena yakome kabisa. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, acha nikuombe kabla tuelekee Baraka, Uvira na sehemu zingine tofauti. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kutufuata, bonyeza subscribe ama sabone kwa Kifaransa, kujiandikisha kwa Kiswahili ili uendelee kutufuata kila siku, asubuhi, mchana na jioni. Tuko hapa kwa ajili yako, tukuletea yanayojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata na bara lote la Afrika. Kumbuka kuwa channel yako ya DRC News TV ni mojawapo mwa machaneli ambayo anakuletea habari za kweli tena za kuaminika, habari ambazo si za uongo kama jinsi watu wengi wanaendelea kutangaza habari za uongo ili kufurahisha watu. Lakini